Tunakushukuru Mungu katika jina la Yesu. Thank you, God, in the name of Jesus. Asante kwa Jumapili nyingine ambayo Bwana umetupatia. Thank you for another Sunday, Lord, that you have given us. Jumapili ya mwaka 2026. The first Sunday in the year 2026. Umetuvusha na umetufikisha hapa. You have crossed us over and you brought us here. Tunapokuwa katika Jumapili hii, ombi letu ni hili. As we are in this Sunday, our prayer is, Bwana ukatushike mkono. Lord, may you hold our hand. Bwana ukatuongoze. Lord, may you lead us. Tufurahie kuingia nyumbani mwako. That we be grateful to get Kila into your roho house. ya uvivu, roho ya kushindwa, tunaikataa katika jina la Yesu. Every spirit of wretchedness, we refuse it in the name Roho of Jesus. Mtakatifu tushike mkono. Neema yako ikawe juu yetu. Zaidi ya yote tunapoingia kwa neno lako, Roho Mtakatifu kaseme na kanisa lako. Tunaharibu kila mamlaka na nguvu zote za giza, kila roho za uharibifu, kila roho zote za kufunga masikio ya roho na mwili, tunaziharibu katika jina la Yesu Kristo. Tunazichoma kwa moto wa Mungu ulao katika jina la Yesu. Uwepo wako ukawe pamoja nasi. Roho Mtakatifu tamalaki, amani yako itamalaki, ushindi wako utamalaki, na uzima wako katamalaki katika jina la Yesu. Tunakupigia makofi, shangwe na vigelegele. Amen. Amen. Tutakaa. Happy New Year. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kuwaona tena kwa mwaka huu. I thank God for seeing you in this year. Nashukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo Bwana ameifanya. I thank God for his great works that is working out today. Amekuwa Mungu mwaminifu He's kwetu. been a faithful God to us. Ametulinda na He kutupigania. has kept us and fought for us. Tumewaona wazazi wetu, We have seen our parents, watoto wetu, our children, waume zetu, our husbands, wake zetu, our wives, familia our zetu. families, Mungu and the ametuchunga. Lord has kept Tunayo us. sababu ya kusema We have every asante reason to say thank kwa wingi you wa rehema na for upendo his wake. greatness in his grace and Hallelujah. love. Ningekuwa wewe ningepiga Hallelujah. If I makofi. were you, I would be Asante laughing Yesu. and making joyful noises. Amen. Hallelujah. Shukuru Mungu kwa kila mgeni ambaye ametutembelea. I thank God for every visitor that you've come to be with us. Jisikie uko nyumbani mwa baba Feel yako. free to be in the house of your Father. Amen. 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 Hallelujah. Namshukuru Mungu. I thank God. Ninapoanza mwaka, When I begin the year nikiingia Sunday ya kwanza, and I enter the first Sunday, ombi langu kumwambia Mungu kila Sunday kwa mwaka huu nisikose. my prayer always is that every single Sunday of the year, let me not Daudi miss. anasema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. And David said that I was glad when I was asked to go into the house Kwa of hiyo the Lord. tunapoingia nyumbani mwa And Bwana, therefore, when we enter into the house of the kuna Lord, kila chote ambacho tunachokihitaji kwa Mungu. we have everything that we need from the Lord. Kwa hiyo ninapomuomba, And therefore, when you pray, naambia ninajua njiani kuna magonjwa, tell him that I know the kuna way there are milima, diseases, there are kuna highs vikwazo, and there are lows, kuna they kuchoka, are getting kuna tired, kukata there tamaa, is hopelessness. lakini katika yote ninaomba But in all, I uniwezeshe, pray that make me ili succeed, ninapofika mwezi wa 12 so that when mwisho, I enter to the last month of the year, niseme ya kuwa I say katika mwaka mzima that in the entire year, sijakosa kanisa. I have not lost any chance in the church. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unajua ni muujiza kuingia Do kanisani. you know it's a miracle to get into the church? Kuja tu kuingia kwa mlango wa kanisa Just entering into that door, ni muujiza. it is a miracle. Juu kuna watu Because there are people, wangetaka kuja kanisani they would have hawawezi. desired to come to church, but they have not made it. Kwa hiyo unapoingia nyumbani mwa Therefore, Mungu, as you enter into the house of the Lord, furahia, be grateful. shangilia, Always be grateful. kwa sababu Shout umepata for joy. neema,
Because he has given us a na grace kibali and the favor kuja nyumbani mwa to Bwana. come to his house. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo namshukuru Mungu na Yeah. nimemwomba Mungu I thank God and I have prayed to him anishike mkono that let him hold my hand katika mwaka huu in this year na kuniongoza to lead me katika kila jambo. in every situation. Amen. 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 Tunaingia katika neno la Mungu. We get into the word of God. Tutasoma kitabu cha Joshua. We read from the book of Joshua. Kitabu cha Joshua. The book of Joshua, Sura yake ya 6 chapter 6, na mstari wake wa 5. verse 5. The Bible says, kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele, kukabili. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tutasoma tena hiyo Joshua mstari wa 20-25. Chapter 20 verse 25. Basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta, hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarumbeta, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka nchi kabisa. Hata watu wakapanda juu, wakaingia katika mji, kila mtu akiendelea kukabili mbele. Tutaendelea hizo zingine. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kichwa changu cha neno nasema malengo haihitaji manong'ono au malengo haihitaji kila wakati kujitetea. Purpose does not need one every time to stand by. Ili mtu kufikia kwenye malengo, for you to get your purpose, lazima uwe makini sana. You have to be very careful. Kwa sababu ukiwa kwenye malengo, because when you are in your purpose, na ukiwa na mtu ambaye uko na kuongea sana, and you have someone every time haufikiagi kwenye malengo. You don't get to your destiny. Mungu anaweza kukuweka kwenye malengo, God can put you in your purpose, lakini kwa sababu ya kuongea kujitetea sana, because of complaining and murmuring every time, inakujaga kuleta shida baadaye. It brings problems later. Unajipata unakawia, and then you find yourself delayed, au unakosa kufikia malengo, or you don't get to your purpose. Kwa hiyo malengo, and therefore purpose, kwa sababu nimeamua nifike fasi fulani, I have decided to get there, nitanyamaza kusema, I'll be keeping quiet, kwa sababu pale ni mbali, miguu inauma, kichwa kinauma. Hapana, no. Nitaamua, I will decide, nitasema hata kama ni mbali, kwa sababu nina malengo mahali ninaenda, lazima nitaenda. Liwe liwalo, whatever the case, mimi nitaenda. I will go. Nijisikie poa nisijisikie poa, ill or okay, lakini mimi nitaenda. I will still go. Kwa hiyo wale watu ambao hawananga visababu, wanakuwaga na ile hali ya kufikia kwenye malengo. They always get to their purpose. Hata katika utumishi, even in serving, hata kwenye kazi ya Mungu, even in service, unajipata wakati mwingi ukiona mtu anaosha hapa, lakini ukikutana naye anaanza kelele. Unajua hili kanisa lilikuwa chafu sana, unajua kanisa lilikuwa vina hivi. Ukimtazama huyo mtu afikiagi malengo, anaishiaga katikati, kwa sababu ni mtu ambaye anaongea, ni mtu ambaye hana mwelekeo, kwa sababu mtu ambaye ameitwa hakuwagi na ule mtu wa kusema unaona. Kwa sababu mimi nikikuja hapa nianze kujilaumu, unaona, takuwa sijaitwa. Kwa hiyo mtu mwenye malengo ni mtu
jasiri. Is someone who is confident. Ni mtu ambaye anakubali, Is someone who accepts nitafanya. the challenge and say that I will do it. Ukiwa ndani hata ya ndoa, Even if you are in marriage, ukiwa mtu wa kupiga piga you kelele, are a person of complaining. hakuna siku utaonaga mwenzako There yuko is no sawa. day you will ever see your Kwa sababu partner kila being the wakati right utaona person. ubaya, Because every time you see a hautaona mistake, wema. you'll never see Wewe good. utajipata hautafikia And therefore you malengo. find yourself no Ukiwa purpose. kwenye kazi If you are at work na unafanya and kazi, you are working, wewe ni mtu wa kuongea you are a ongea, person of complaining. wewe ni mtu wa kujitetea You are a tetea, person every time defending hautafikia yourself. malengo. You'll never get your purpose. Utafukuzwa You mapema will be sacked kwa early sababu ya kuongea because ongea. of complaining. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tunajuaga hata wasichana wenye wanataka kuolewa, We know even those ladies who want to get married. kwa sababu unaweza kupata mtu. Because you can find someone. Nakumbuka wakati wetu, Sometimes I remember back in our wakati days, unataka kuolewa, when you want to get married, ukienda kwa wakwe, when you go to your in-laws, hautaka you'll never sit down. hata mgongo na uma, Even if you're having hata hujui buckets, kuchota even maji, if you don't know how to carry water, utaenda kuchota maji, you will go and fetch it. utajaza You will fetch, make it full. bidoo ya mitungi 12. You will fetch the heaviest Ugali bucket. wapata hivyo wanakupatia, unasonga, They give you the greatest big kwa sababu unataka ufikirie lengo. but you want to get your purpose. Nani anakumbuka hivyo? Wale watu wa zamani. Those who remember such times and moments, those years. Hallelujah. Lakini siku hizi But nowadays, mtu anafika kwa mkwe, someone comes to the in-laws anaweka miguu hivi, and then he wants to sit mtu like a boss. anajiuliza sasa hii ni And then you nini? question yourself, what kind of a woman is this? Mbona sisi tulipiganiana How sana? comes our times we are fighting for this thing? Mtu wa malengo Someone with a purpose. si mtu wa kujidoga Is doga, not someone who wants to si dodge mtu wa around. kusema sema, Not someone to ni complain. mtu ambaye anajua malengo Is yangu, someone who understands my nifanye hivi. purpose. This is the way to go. Usipoifanya kwa mama If I mkwe, don't do it to your in-laws, utaifanya kwako, you will do it in your own house. kwa sababu bado utazaa. Because you still give Kile back. unakataa leo, Whatever you are rejecting today, kesho upendo usikipendi, tomorrow you like it or not, utakifanya. you will do it. Lazima uwe na lengo. You must have a purpose. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tumesoma katika kitabu cha Joshua. We have read from the book of Joshua. Ukiangalia Joshua hii 6 juu inasema When you look at Joshua chapter 6, Mungu anaongea na the Joshua. Lord is speaking to Na Joshua. Mungu anapoongea na And Joshua, while he's speaking to Joshua, anamwambia nimekupatia Yeriko. he tells him that I've given you Jericho. Nimekupatia Jeriko. I have given you the city of Jericho. Lakini kuna jambo la kushangaza But there is something that is ambalo worrying. Mungu anamwambia And the Lord Joshua, tells Joshua nimekupatia Jeriko. that I've given you Jericho. Lakini anamwambia He tells him, nenda ukakabili. go and take over. Nataka uelewe, I want you to understand. mtu akikupatia kitu If someone has given you something, lazima ujue tayari nimepewa you have to understand that yes, I've been given. na siwezi kukipigania tena And I can no longer kwa sababu fight for it. kiko kwenye mikono yangu. Already it is in my hand. Lakini Mungu anamwambia Joshua, But the Lord tells him, nimekupa I sasa. have given you now. Maana yake The reason nimekupa, I have given you. na kwa sababu nimekupa, Because I've given you. lakini haiko hapa, But it's not iko here. pale. It is there. Lazima You have. wewe It's you. uende You ukachukue. must go and take it. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nataka unielewe I vizuri. want you to understand something. Tumetembea na unabii. We have walked with Mungu prophecies. amekuambia atakubariki. And the Lord has said that I have Mungu blessed you. amekuambia He has said atakuinua. that I shall lift you. Na watu wengi And many people, wamebaki they maskini, have remained poor. wamebaki hawana They have chochote. remained with Lakini nothing. Mungu And the aliongea, Lord is kwa spoken. sababu Mungu haongei Because the Lord uongo. does not say a Mungu lie. akisema The Lord amesema, says yes. kwa sababu amesema Because he ninawawazia said mema, that I'm thinking kuwapa good. tumaini Give you hope. siku zote za All maisha the days yenu. of your life. Lakini ukikaa But chini if you sit down unaangalia yale and you're mema looking at the goodness, hauyaoni you're katika not maisha seeing them yako, in your life. je, ili neno halifanyi Is this one kazi? not active in you? Lakini kuna jambo But moja this one ambalo Mungu that anafanya. the Lord is working on. Mbingu The heavens na mwanadamu and human beings, wanakuwaga na uhusiano. they are always having a relation. Roho ya Mungu inasema, The Spirit of God says, nimekubariki I have mama, blessed you, woman. nimekubariki I have baba. blessed you, man. Na anapokuambia And when nimekubariki, he says that I've blessed you, hakuambii ubakie he pale. doesn't say that stay there. Wewe unalichukua lile You neno, take that one alafu unalikabili lile neno, and then you take it over.
hapo utabarikiwa. That one you'll be blessed. Lakini watu wengi But many people wamebaki chini have remained in their one wakisema position. mimi nina baraka za And they are Mungu. saying I'm carrying the blessings Kazi of hawezi God. kwenda. And yet they can't go to Mimi work. I nimebarikiwa. am blessed. Kujitoa hawezi And they kujitoa. can't give themselves. Mimi nimefanya I hivi am na hivi. blessed, I'm done this Lakini and that. hakuna. But there's Sasa nothing. Mungu anaongea na The Lord is Joshua. speaking to Joshua. Mwambia Joshua, And he tells Joshua, nimekupa I've given you hii mji this city ya Yeriko. of Jericho. Nimekupa na kila kitu And I've given you with everything ambacho kiko ndani that yake. is in it. Nimekupatia watu walio ndani. I've given you the people in it. Nimekupatia mali iliyo I've ndani. given you the riches Nimekupatia in it. kila kitu. I've given everything. Joshua anaambiwa hivi. And Joshua is told that. Alafu Biblia inasema The hivyo. Bible says, Baada ya Mungu kuongea, after the Lord has spoken, mana ikakatika. and manna stopped to fall. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mungu anawaambia, The Lord tells them, nimekupa. I've given you. Nimekupa. I've given you. Lakini uende wewe But you go ukaikabili. and take over. Kuna kupewa There's being given na kupigania. and fighting for. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Naweza kuambiwa I can be told ile chupa iko pale nimepewa. that bottle standing there you've been given. Lakini ile chupa haitatembea But that bottle will not walk kuja hapa. to come to me. Lazima mimi It means I, niende nikaifuate it's a matter I should follow it ili there. iwe yangu. For it to be mine. Nikaishike, I hold it nikaitawale. and take over. Lakini uamuzi ni wangu. But the decision is Chupa mine. iko pale. The bottle is there. Lazima mimi mwenyewe It is a must. niende. I have to decide to go Bwana there. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mungu anaongea na Ibrahim. And the Lord is speaking to Abraham. Anamwambia Ibrahim, Tells him, Abraham, toka katika nyumba ya wazazi wako, ya baba yako. get out of the house of your father. Nenda nitakufanya kuwa taifa. And go, I will make you a big nation. Tayari Mungu ameshamwambia atamfanya kuwa Lord taifa. has told him already that I'll make you a nation. Lakini Mungu And the Lord anabaki kwenye kiti cha enzi. remains in his Hamshiki Ibrahim He doesn't mkono. get hold of Akamwambia asema hivi sasa and tells him now, na kufunza utembee. I am now Lakini making you neno walk. anasema But he says, toka. get out. Kwa hiyo Ibrahim Therefore, Abraham, ana uamuzi he mwenyewe. has his own decision. Nitoke I have to go au nisitoke. or I remain Kwa there. sababu Mungu amesema Because God has spoken. nikitoka If I leave, atanifanya He kuwa will taifa. make me a great nation. Nataka uelewe hiyo. I want you to understand this. Wakati mwingi tunamlaumu. Many a times we blame God Nasema Mungu amesema. and tell him the Lord has spoken. Manabii wamesema. And prophets have said, Mbona haijafanyika? why is it not happening? Kwa hiyo Mungu And therefore God, anapoongea, when he speaks, mwanadamu anapopokea, when you receive it, mwanadamu anaanza kufanyia and then kazi you begin to work on it, lile neno ambalo Mungu that word that the Lord amesema juu has yake. spoken upon you. Kwa hiyo tunamwona Therefore we Ibrahim see Abraham, anajitoa he mwenyewe begins to give na himself kutoka kwao and then leave his na house, his wakati father's house. anapotoka And when he na departs, kuchukua hatua na he decides kuondoka, to take a step of Mungu faith now. anaenda The pamoja Lord naye goes with him kwa sababu ametii. because he has obeyed. Mungu The amesema, Lord has spoken amesikia and he has heard, na ametii and I have na obeyed, akaanza and safari. then began to make a Shida step. tuko The nayo problem we have ni kwa sababu ya malawama mingi, is because of blames. lakini hapa tumuoni But Ibrahim we see Abraham, akijiuliza he's not maswali, questioning himself, na kwenda wapi? and he's asking, not asking where I'm going to, Mbona nitoke or kwetu? why should I leave my father's house, Mbona nitoke kwa watu why wangu? should I leave my family? Lakini But here anasema Mungu he says amesema God has spoken, na mimi nakubali and I accept, na naondoka. I shall leave. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema kuwa Yakobo The Bible says that Yakobo anakutana na malaika. Jacob meets an angel of God. Alipoenda When he went, alikuwa sawa, he was okay. anatembea He vizuri, was walking miguu yake ilikuwa sawa. and he was fine with his feet.
Lakini alipokutana naye, But when he met the angel, alibambana na ule malaika. he fought the angel. Malaika anamwambia The niache. angel tells him, Akamwambia mimi "Leave me." And sikuachi. he tells him, "No." Akang'ang'ana, And they fought. lakini kung'ang'ana through fight, wakamuumiza miguu. they met Akasema with mimi people. sijali And he said, "I will not care. miguu yangu kuharibika, even if lakini I- najua kuna baraka But za there is a Mungu blessing of ambazo God zinabadilishaga that mtu. changes someone. Nataka I want to be nibadilishwe. changed." Usiku ulipokuwa unapambazuka, When the night was coming to the end, the malaika morning was anambariki. coming in, and Naambia the angel tells him, jina lako limebadilishwa. "Your name has been changed." Ili apate, For him to get it, alikabili, he had to fight. alipigana. He had to fight. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana una pesa, That's why you don't have money today. hujui kukabili. You do not know how to fight. Kila kitu unataka maisha ya kawaida. Anything you want is just a normal, simple life. Unataka ukae asubuhi upewe mchele. You want to sit in the morning and be given rice. Unataka ukae asubuhi waambiwe You want to sit in the morning and be told, utakula mkate. or you'll have a piece of bread. Na wakikunyima unakasirika. And when they don't give you, you get mad. Maisha kama hayo That kind of ni life ya watu maskini. is a life of wretched people. Lakini mtu ambaye But someone anataka kufika kwa that lengo, wants to get into his yuko purpose, tayari he's ready kupigiwa kelele, to be quarreled, to kutukanwa, be abused, hata wakati mwingine even kupigwa. at times to be assaulted. Ananyamaza He kimya, keeps quiet. akijua nina lengo, That I have a purpose. lazima nifikie I lengo. have to get to my purpose. Lakini wengi akienda kazini, But people, some of us, when we go to work, akikutana na muhindi, you meet your boss. Anamtukana. He abuses you. kesho anatupa vitu, Tomorrow you say, Nimeacha kazi. I leave this job. anazania anamkomesha And muhindi, you think you are stopping that boss of kumbe yours. anajikomesha yeye, Instead, you are stopping kwa yourself. sababu kuko watu wengi Because there are so many people wanahitaji who are kazi, in need of work, of tena jobs. watumishi wazuri. They are better than you. Ukiondoka saa hizi, When you leave today, baada ya sali moja after 1 hour, mwingine atarudi. another one will be called. Nani atakuwa ameomba? Who will have been lost? Ni wewe. It is you. Malengo The purpose haihitaji does not need maneno so much words, so much speaking and talk. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kila yeyote aliyefaulu Everyone who has ever succeeded, alikabili, he had to fight. lakini kama ukitaka kuwa mtu kawaida, But if you want to be a normal person, hautakuwa na uwezo wa kukabili. you'll never have the power to fight. Ndio unakutana mtu anaweza kukaa kwa hii That's nyumba, why you meet someone sitting on that chair. kesho anatoka hapa, Tomorrow is you live kesho here, kutwa iko another one pale, is another kesho kutwa day, iko pale. another day, the other Lakini somewhere ukimchunguza, else. But when you ni try mtu hajui to kukabili. find out, it's not someone who doesn't want to fight. Unapata mtu You meet ni someone, mshirika kanisani, he's someone in leo church. yuko kwa hii kanisa, Today you are in this kesho church, yuko kwa hii tomorrow kanisa, another church, kesho kutwa yuko kwa ile another day in kanisa, that church. kwa sababu wewe Just uko because na roho ya biscuits you have a biscuit heart, inavunjikaka every time it is breaking, wakati wowote, melting every time. wakimwagia maji imeregea. When they pour water on it, it becomes Lakini so katika tender. ufalme But in the kingdom, Mungu anahitaji the watu Lord needs people wenye uwezo wa who kukabili, have the power to fight. wenye uwezo wa People who have the kukabili. power to fight. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hatusimami hapa we are kanisani not kwa standing here. kwa madhabahu We are not standing here kwa sababu tunapataga mema tu, because we find only good things. hatumtumikii We Mungu are tu serving kwa the sababu Lord kila kitu chote Because kiko everything sawa, we need is all right, okay? lakini Bwana ameweka But ndani the yetu Lord has put in moyo wa kukabili spirit of liwe fighting. liwalo. By be it Lakini whatever katika it is, ufalme but you have to fight. lazima ning'ang'ane, You have to fight. lazima nipigane, You have to struggle. lazima nifikie hatima yangu. Get to your destiny. Kwa hiyo Mungu anamwambia Therefore the Lord tells Joshua, Joshua, kabili, go and fight. nimekupa I've mji, given you the lakini city. ndani ya ule But in mji that city, kuna utajiri there is wote, all the riches. lakini ili ufikie For you to get there, lazima You have ukabili. to fight. Biblia nasema And the Bible says this. wako kwenye bahari, They are
ya Jordan. They are at the Jordan River. Wakiwa pale And while Jordan, at Jordan, wanageuka nyuma, they look back. wanaangalia miaka 40 kwenye jangwa. They look at 40 years in the desert. Miaka 40 ya jua, 40 years of sun, mvua, and rain. mapito na vita vingi So much walivyopitia. temptations and fights they have gone through. Sasa wamefika mahali And now they have come to a ambapo point. wanaona bahari. They are now seeing a river. Alafu that river. mbele ya macho yao, mbele ya bahari, And before them, kuna Jeriko. they are seeing Jericho. Biblia inasema ya kuwa Jeriko They ikafungwa are saying that the Bible kwa says that sababu ya wana wa all the Israeli. gates were closed because of the people of Israel. Haikufungwa kwa sababu ya watu It was wengine, not shut down because lakini of another ilifungwa kwa person. sababu ya wana wa But it was Israeli. shut because of the people of Kwa hiyo Israel. wanafika pale, So they get there. Mungu anafanya And the muujiza. Lord does a Mungu miracle. anafanya muujiza wa kwanza, That's the first miracle. anatenganisha He maji. separates the water. Muujiza wa pili, The second miracle. mahali popote kuna maji, Wherever there was kuna any kuwaga water, na matope. they are always Lakini walipopita kwenye ile when they went pale, wakapita wakiwa wamekauka, when they were dry, miguu yao ikiwa sawa. feet were okay. Mara mingi katika maisha Many times in Mungu life, anaweza kukutendea miujiza do you a miracle. ambayo ukisimama mbele za When you watu, stand before people, ukianza kuambia pale you begin umetoka, telling them watakuambia where wewe ni muongo, They'll tell you kwa sababu where they jinsi are. wanavyokuona Not the way they wanaona look at Mungu you. amekutengeneza. It's not the way they Ulitoka look. kwa shida, You are from ulipita problem. kwenye maji, You went through lakini water. haujaroana. But you are not Ulipita wet. kwenye You matope, went through lakini mud. matope hayako juu yako, It's not kwa about sababu you. ya muujiza wa Because the Mungu miracle of God juu ya maisha on yako. your life. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unajua kuna wakati There are times hata unaweza simama mbele za watu can stand before ukamwambia people. mtu They will kwa refuse. nini anakataa, Yeah, they refuse. anaona ufanani. Because you Kwa don't sababu look like- gani Why are you haufanani? not looking Kwa like- sababu Mungu The Lord alipasua maji, made kwa sababu Mungu Because the Lord alikausha He yale matope, akakupatia kupita. And He gave you a way. Wanapokutazama They look at hawakuoni wewe, don't see wanauona utukufu wa See Mungu. the glory of Kwa hiyo God. Mungu Therefore God, anawavusha, He makes them cross over. anawavusha They cross over Yordani, over Jordan. anakausha matope, And then He dries them wanapita kwenye They yale go matope, through it as a dry land. wanapita juu, They go through it wakajipata and they find themselves. wako They sawa, are okay. lakini But mbele yao in front of them, kuna kuta, there is a wall. mbele yao In front of them, kuna kuta. there's a great wall. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo unaweza kuangalia mtu Therefore, you can look at someone. anakuwa na furaha fulani, He's having some kind of a joy. alafu wewe ukianza kumletea, And when you begin, maybe sangine unaanza kumpigia you kelele, begin quarreling him. au unamkwaza, Maybe you au unamtukana, You abuse them. halafu unamwona amenyamaza Then you kimya. look at them, they are quiet. Kuna wakati There's a time mtu yeyote anapofikia kwenye baraka when yake, everyone gets to its kuna blessing. vitu vingine apiganagi There are na, some things they never fight kwa over. sababu anajua Because I know nimefika kwenye baraka I yake, have come to my blessing. niko karibu. I am Kwa hiyo close. kuna vitu Therefore, vingine there are some things nikivingilia saa hii when I think so much about them, vitanifanya nisingie they kwenye make baraka me yake. not get to my blessing. Inawezekana It hata is ushuhudia, possible they might not. inawezekana hata waambia watu They kile may not kitu talk ambacho about iko them, whatever nacho, they are going through. lakini ananyamaza kimya. keep quiet. Anasema mimi nitanyamaza They say that kimya I'll be quiet mpaka wakati wa baraka yangu. Until Kwa hiyo ninaweza I kunyamaza, might be silent. ukanitukana, And maybe you abuse me. ukanipiga, You beat me ukasema down. chochote, You say that sikujibii. Kwa nini? I'm not answering Kwa you sababu right. ninajua Because I niko know karibu closer ya baraka to my zangu. blessing. Kwa hiyo vitu vingine Therefore, other things, acha viende nyuma, whatever is going on, nikabili baraka But I zangu. fight for my blessings. Anasifiwe. Hallelujah. Ukijua uko na baraka, If you know you have a blessing, kuko vitu there vingine are some things, achana nayo, leave them. achana nayo. Leave them. Oh, balisema, Oh, they said, oh, balinifanya. oh, they did this to me. Haujafikia baraka, Yet you're not there to your lakini blessing. ukifikia baraka But when you come to your blessing, nitanyamaza, you will be quiet. lakini ndani yangu And in you, nina furaha I am having some joy. nikijua I know hivi karibuni that soon and very soon, nitawashuhudia, I will testify to you. nikijua When I know hivi karibuni soon Mungu ananipangusa the Lord machozi, is wiping my hivi tears. I know karibuni soon Mungu anatenda. the Lord Kwa is hiyo working out. Joshua Therefore Joshua na kundi lote and together with the entire wakafika, people, and they come to a point, wakaangalia they kuta. looked at the wall. Tumepewa We've been given
hii mji, this city, lakini kuna kuta. but there is a wall. Ndio maana nakwambia lengo That's why I told you the purpose. haliwezi kukuzuia The purpose cannot stop you. hata ukuta. The wall cannot stop you to get your purpose. Ukijua ndani ya nyuma ya hii ukuta, If you know behind this wall kuna vyangu, there is what belongs to you, hakuna atakaye kutoa pale. there's no one that shall move you Lakini from that. kama haujui, But if you do not know, unaweza kupoteza you can lose it kwa sababu hauna and lengo. say that I don't have, because you don't have a Kwa hiyo purpose. tunawaona wana wa Therefore, the Israeli people of Israel, wanafika kwenye they ukuta, come to the wall, na kwenye huo and ukuta on this wall, sio ukuta it's kawaida, not a normal wall, ukuta mkubwa It's such a ambayo juu great yake wall. kunaweza pita gari, and on it even a car can pass on it. lakini hawajamlaumu Mungu, But yet they have not blamed God. hawajaanza They kujitetea. have not begun maybe Unatupatia nafasi yenyewe blaming hatuwezi and kufika. excusing themselves. Mungu aliwaambia But the nimewapa, Lord tells them, I've given lakini you, kabili. and fight over it. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nimekupa, I've given you, lakini kabili. but fight. Biblia inasema ya kuwa The Bible says, Joshua anawaambia and Joshua tells the people, tuzunguke let us go round kwa hii kuta this wall siku 6, for 6 days, unyamaze kimya. and be quiet, be silent. Mtu yoyote Anyone ambayo unataka kuingia kwenye baraka yako, that you want to get your blessing, lazima unyamaze you have kimya. to be silent. Nyamaza Be kimya. quiet. Ndio Yes, baraka imefika, the blessings are lakini closer, nyamaza kimya. but be silent. Kawaambia nyamazeni. And he tells them that be silent. Siku ya kwanza, The first day, siku ya pili, second day, siku ya tano, third, 5, 6, siku ya the 6 6th day. inaingia siku ya 7. Now the 7th day is coming. Biblia inasema ya The kuwa Bible says wakaambiwa pigeni sasa kelele, they were told, now make a na joyful noise. walipopiga kelele Shout. kuta When ikaanguka. they shouted, the walls came Lakini down. kuta ilipoanguka, But when the walls came mahali down, tumesoma, where we have read, Biblia inasema ya kuwa the Bible says hawakufurahia juu they were kuta not just happy because the limeanguka, walls have lakini fallen. aliambia told wakaanza them, kupanda juu, Continue, run na to it. wanapopanda And they juu were going, wakakabili, they had to fight. wakaanza kushika watu began to guard na the wakaanza kupigana. They began to take Ndio over. tumepewa, Yes, you lakini receive it. lazima tumalize We adui have to kill the enemy ili tuweze kutawala for us to take over malengo. the purpose. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo walipobomoa And therefore, when the walls came down, kuta ikabomoka, when the walls came down, Mungu akaiweka chini. and the Lord brought it down, Katika ule mji in that city, kulikuwa na huyu kahaba Rahabu. there came a woman called Rahab. Who was Niliongea a prostitute. hiyo wakati tunavuka mwaka. We talked about it when we were crossing over. Kulikuwa na mwanamke Rahabu. There was one woman called Rahab. Wapelelezi walipoenda, When the investigators went in there, aliwaficha. she hid them. Sasa hapa ukiangalia, And when you look here, ndo kichwa chetu cha neno. that's where now our headline comes in. Mungu anapofanya jambo, When God is working out something, anakuwaga na sababu. He has every reason. Katika mji wa Yeriko In this city of Jericho, kulikuwa na watu wengi, there were so many people. kulikuwa watu wazuri, There were good people, kulikuwa watu wabaya, and there were bad people, evil people. lakini tunaona And we see here, kwenye mpango wa Mungu, the purpose of God, Mungu anamtengeneza, anaweka mwanamke kahaba. puts a prostitute. Sijui ulishafikiria God prepares a prostitute. mbona Why? watu wote, All these people, kati ya wote, among all of them, Mungu achague kahaba? God has chosen a prostitute. Mungu ni mtakatifu, God is holy, asili yake ni utakatifu, and His nature is holiness. lakini Mungu But God, anapanga
he arranges miaka 430 iliyopita that for 430 years alimwambia ago, Ibrahimu, he told Abraham, hawa watu watatoka these people na shall live, nitawapatia mji I shall give ambao them unajaa maziwa na a city asali. full of milk and honey. Lakini ili Mungu atengeneze For njia God to zao make their ways straight. katika njia ya In Mungu, the ways of God, kwenye mpango wa in Mungu, the plans of God, akatayarisha kahaba. he prepared a harlot. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na mtu angeona kahaba, And if someone will look at that harlot, angempiga mawe, will maybe stone her, angemsema vibaya, will talk bad about her, angemwongea vibaya. will gossip about her. Lakini Mungu anatufundisha, But God is teaching us. unapoona mtu, When you look at someone, geuza kioo kwako. change that mirror to you. Mara nyingi tunahukumu, Many a times you want to judge. mara nyingi Many tunaongea, a times you want to point lakini Mungu fingers. But the anawafundisha, Lord is teaching them mimi ni Mungu, that I am God. ninawafuata hata wale ambao I follow even hawatakikani. those who are unworthy. Mimi ni Mungu I am God ninayesamehe. that forgives. Anawafundisha wana wa He Israeli, teaches the people of Israel, jifunze kuwasamehe watu learn to forgive people, hata kama wanakuwa even wabaya. if they are bad people. Ingawaje wakati mwingi Even tunaposema though they are, msamaha, many a times when we talk about kuna watu forgiveness, wengine wanakuwa wanaona tu there are people who are saying, tafanya makosa juu atanisamehe. I will just do mistakes because they will forgive me. Lakini hiyo ni shida kwako. But that's your problem. Lakini Mungu But anafundisha the hawa Lord watu. is teaching these people Amen, nilitayarisha kahaba. that I prepared a harlot. Biblia inasema ya kuwa And the Bible says, wakati ambapo wanaingia when they are entering, walikuwa naangalia they kamba, were looking at a red piece ile of cloth. kamba nyekundu, That robe that was kwa red. sababu walisema So lazima they said it is must. tukiingia When we get there, uweke alama ya kamba put nyekundu. a sign of a red robe. Walipoona kamba When they looked nyekundu at the red robe, wakaenda they went there. wakaingia pale. They go to that Biblia house. inasema ya kuwa The Bible says wakawaokoa they had to save baba them yake, first. Their father, mama yake, their mother, ndugu zake their brothers, na wale wote and waliowazunguka. everyone else that was Ukitazama hiyo kamba, when you look at the line on ile kamba ambayo walimwambia the weka rope that she was ilikuwa instructed ni to put, kamba ya huyu kahaba it was a rope of this kupitia harlot ndani through it ili kufikia malengo, for her to get to her purpose, kutoka katika get ukoo wake out of her lineage, kuingia katika ukoo wa get utaua, into a lineage kuingia of kwenye holiness, familia ya Kristo to Yesu. get into a family of Christ Jesus. Lengo la Mungu The purpose of God linaweza kuja might come kwa njia in yoyote. any way. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Lengo la Mungu The purpose of God kwa njia yoyote, in any way. na ndio maana kwa maisha That's why we see life. usijaribu kudharau mtu, Not look down upon kwa sababu people, ujui because you do not know ndani ya huyu in mama this woman kuna neema Mungu there is a ameweka grace God has ya put kukuinua of katika lifting maisha. in your life. Ile kamba That rope, ilikuwa ni muunganisho it was a connection wa huyu mwanamke of this woman ambaye jina lake that her name lingetajwa Rahabu, will be called Rahab, lakini mwisho angesema kahaba. and later will brand it as Alafu a angalia harlot. mpango wa Mungu And then look at the purpose of God. kwenye ukuta wa Jeriko, On the wall of Jericho, ndiyo nyumba yake ilikuwa. that's where her house was Angalia located. mpango, Look at the wa purpose Mungu. of God. hakuwekwa katikati She ya was not mji, put in the midst of the city. lakini yeye hata hajijui kwa But she nini doesn't know yuko why. pembeni Why am I on ya the walls? ukuta. Why my house is on the Lakini walls? kumbe kwenye ule But it is still on the ukuta walls. ndiyo atapataga That's neema where she will na find the grace ukombozi. and redemption. Mpango wa Mungu, The purpose of God. wakati Mungu anaweka malengo, When God puts a plan of reason, anaiwekaga kwa sababu, He puts it because na ndio maana usijaribu kukasirikia mtu anayebarikiwa He mbele gives yako. it a reason. That's why you should not be angry about the people who are Kwa close to you. mpango wa Mungu, For the purpose of God, Mungu alijua kwa familia yangu God knew in my family utakuwa mchungaji. I'll be a pastor. Hata ningekataa, Even if I will lakini reject, kwa sababu Mungu ameiweka, but because God has put, lazima it's a must. itimie. It has to come true. Lakini juu itimie, But for it to be true, lazima uende ukaikabili. you have to go and fight.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo tunaona And therefore we see Mungu God anafanya mambo. is doing miracles. Unaweza kumuuliza Ibrahimu, You can ask question Abraham, mbona umezaa ukiwa mzee? why have you given birth when you are very old? Na wengine wanaweza kumdharau And Ibrahimu, some people might look down upon Abraham mbona amezaa akiwa mzee? and question why has he given birth Lakini in his kwa old age. mpango wa But Mungu, it was the purpose of God, Mungu alijua the plans of God. God sitakupa knew. mtoto I will haraka, not give you a child so kwa sababu early, kuna jambo nataka because there kutenda, is something I want to, ili mimi Mungu because for I God niweze kudhihirika. to be Kwa hiyo glorified. kuna vitu unaweza kuwa There are things umekawia, maybe they have overstayed, sio kwa sababu They have delayed. Mungu hayuko, not because God lakini kwa is not mpango there, wa but for Mungu the purpose and plans of God. amekutayarishia He has planned for you. mtu He ambaye has prepared for you someone atakufikisha kwenye hatima yako. that will Lakini lead you to your destiny. kusudi la Mungu For the reason kwetu of God upon us, kukabili. for us to fight. Tumeambiwa maombi ya siku 21, We have been told 21 days of lakini prayer and tutakuwa fasting. watano But ndani ya maybe we shall be kanisa, 5 people among in the whole na whole wengine church. wanajua sana kukula chakula na And kudanganya, some of us know how much we can lie. lakini juu ufikie But baraka for you to get your blessing, Mungu amekupa, God has given you. lakini kabili. But fight. Katika mwaka huu In this year, Mungu anataka tutembee na yeye. God wants us to walk with Him. Tunapotembea na yeye, While we are walking with Him, damu yake inapotufunika when His blood is covering us, inanena mema ndani ya He's maisha yetu. speaking good upon our Lakini lives. pamoja na hii, But together with all this, lazima tuwe watu wa kukabili, we have to be a people who are ready to fight, tukimbilie malengo, to run after our tuache purpose, kusikia. and let us not be Mara hearers. mingi mwenye kusikia Many times people who are hearing hafikiagi everything malengo. will never get to your purpose and plan. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Lengo la Mungu, The plans of God. lakini kwenye lengo ya Mungu But in the plans of God, kuwa makini. be careful. Kwenye lengo ya In the Mungu plans of God, acha kusikia sikia watu. don't listen to what people are saying. Leo ukiambiwa fanya kazi ya Today you Mungu, are told, work, come and serve the kesho Lord. unakaa na watu wawili Tomorrow you sit with the 2-3 Naona. people. You see hivi na hivi, this and that. nilipanda vikashuka. Oh, I did this and that. Utafikia kwenye lengo, You will never get your purpose. utakawia sana You will take juu long ufikie kwenye for you to lengo. get your purpose. Mtu yoyote Anybody ambaye Mungu amekupatia that the kitu, Lord has given you anything, kishike kwa wivu, hold it on so hard. kishike kwa wivu. Hold it purposefully. Kama umepewa kuosha, If you've been asked to wash, usingoje watu, don't wait for sema people. nina lengo, Say that I have a purpose. ninafanya kazi ya I Mungu, am doing this. ninajitoa kwa I am Mungu, giving myself to the ninajua Lord. mimi And I know ninataka Mungu, I want God. nataka kumuona Mungu. I want to see God. Problem tuko The nayo, problem we have, nataka twende wote, we want to go as a team. lakini Mungu abariki But the wote. Lord does not Mungu bless as a team. anabariki He mmoja. blesses one person. Mungu anapokubariki When the Lord bless you as an individual, anaweza kutupatia sisi wote magari, He can give all of us cars here. lakini hatupatiagi kwa siku moja. But He will not give us in a single Kila day. wakati mtu Every ana time, wakati everyone wake. has got its own season and time. Mmoja anapata, Today one will mwingine get, kesho another atapata, one tomorrow, mwingine atapata. another one the other day. Kwa hiyo haina haja And therefore there's no kuvunjika reason moyo. for us to lose Bakia hope. kwa lengo, Remain in your plans and bakia purpose. kwa lengo. Remain in your plans. Ukitaka kuwa tajiri, If you want to be rich, ukitaka uwe na neema if kubwa ya you want to Mungu, have the greatest grace of God, kuwa na lengo, have a purpose. kuwa na lengo, Have the kwa purpose. sababu lengo Because purpose ni kufunga kiuno. is to tie your Mungu loins. anamwambia wana wa Israeli, And the Bible tells us usiku that the huu people of Israel, this ni night usiku wenu wa mwisho. is your last night. Usiku huu This night ni usiku wa mwisho. is your last night. Kwa hiyo hamtakaa, Therefore you don't stay here. simameni hali Stand mmejifunga, up and tie your waists mmevaa utayari, and be ready, mkijua ya kuwa knowing mnatoka, that you are living. mnatoka. You are living. Kwa hiyo wana wa The Israeli people of Israel, wasingesikia sauti if hii, they could not listen, wangekaa wakijisahau. Lakini aliwaambia ingieni kwenye nyumba moja, get in one house, kwa sababu Misri because malaika wa mauti the atapita, angel of death is coming. lakini yule malaika And that angel, anapopita when he's passing over, akiona damu when he sees the blood, atapita juu. he shall pass Lakini hata over. mkiwa mle But ndani, while inside there, ni be mkisimama, ready. muwe tayari Be ready. kukabili. Because you want to fight. Kuna hatari There is danger.
Unasikia neno, You listen to the word unaichukulia kawaida. and you've taken as normal. Ushaona mtu anamtombokea. You've seen these people, you'll quarrel this person. Raise Kuna your voice watu over them. wawili tofauti. There are two different people. Kuna mmoja unaweza mtombokea There's one you can quarrel akakasirika, and then gets mad with you. lakini ndani ya kukasirika But in that state of getting mad, akajirudi. then gets back to himself. Kuna mwingine ukimtombokea If there's another one, when you quarrel him, anapandisha midomo, he will always change his face anakuonesha madharau, and show you some lakini disrespect. kwa dakika kidogo But in a few moments, anaenda kujipiga picha. he will go and have some selfies. Kwa dakika kidogo In a few minutes, anatafuta bugali anakula. he go and find food and eat. Mtu huyo That kind of a person, kubadilika yake na kwa ngumu. his change Unaweza is so zania hard. ni mzuri, You will think that he's a good person. hajielewi. He doesn't maybe understand himself. Kuna mtu ukimwambia kitu There's someone who will tell them this, ananyamaza, they'll be quiet. alafu anabakia anajifikiria, Then he remains thinking, nimekosa wapi? where have I lost it? Ni nini inanifanya nifikie hapa? What is making me come to the where I've come to? Mtu mzima mwenye akili timamu A person with full grown up, unapata anabadilika. then you find him changing. Kesho hautampata kwenye lile kosa, Tomorrow you not find that person in the same mistake. lakini mtu mwingine But another person anakuonesha amekasirika. shows you how angry he is. Unaweza mwambia maneno Tell yote them all mabaya words that are evil, juu ile maneno ifanye so that those words could maybe activate something in him abadilike, for him to change. lakini habadiliki. But he doesn't change. Dakika kidogo A few minutes, yuko mubugali, he's already eating. dakika kidogo A few minutes, yuko kwa TV, already watching TV. dakika A kidogo few minutes, anajitetea. already Ogopa mtu mwenye uko unamwambia hii ni Biblia, anakuambia hii sio Biblia. be afraid of those people you are telling that this is a Hakuna Bible, siku huyu mtu and you tell this is not a anabadilikaka. Bible. That kind of a person will never change. Biblia inasema tujioji The wenyewe. Bible says that check yourself. Wakati unajioji When you check yourself, unabadilikaka, you will always change. lakini mtu ambaye unaoneshaka kama kila kitu amekukosea, And the Bible, I mean, every time someone you tell that person and he feels Hakuna that siku everything is utabadilika. not okay with me, na mwisho utasema never Mungu change. hakupendi, And will say that God lakini does not Mungu love me, amekupa, but God has given you, lakini umekataa but you have kukabili. refused. Mtu mwenye lengo Someone with a purpose anakutanaga mikono mingi kwa njia yake, will always meet so many hands along his way. au anakutananaga na watu wengi Or katika always safari. meet so many people on this Huyu journey. ataongea hiki, Oh, this one will ule say that, ataongea this one will hiki, speak ule that, ataongea, this lakini one will say lengo that. lake anasema But nataka his purpose kufika say kwa that Mungu I want to get my na purpose. nitasikia I will listen, yes. kilicho chema, Whatever is nitabadilisha. good, I will take it. Kenye naona kabisa hapa And sitaweza, whatever that I think this one, Nitafunga I will make it, I mdomo will close my na mouth, nitaendelea. shut my mouth, and I'll continue. Lengo. I'll press on. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa mwaka huu In this year, tembea katika malengo, walk in your purpose. tembea katika malengo. Walk in your purpose. Ukitembea katika malengo When you walk in your purpose, utaona Mungu. will Utasoma see the kitabu cha Yohana we'll read the book of John 14 na mstari wake wa 4 na 5 nadhani. John 14 verse 5. 4 na 5 inasema nini? Verse 4 says, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tuwaijuaje njia? Verse 6, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, Mimi ndimi njia kweli na kweli na uzima. na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalijua mimi, mngalijua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Amen. Amen. Yesu Jesus, ni njia. He is the way. Kwa mwaka huu In this year,
Sema nimeamua Say that I have decided kutembea kwenye malengo. to walk in my purpose. Siwezi kuingia mbinguni. I cannot enter heaven. Siwezi kuona utukufu wa I Mungu cannot see the glory of God bila kupitia katika hii njia. without using this way. Na hii njia And this way ni Yesu is Kristo. Jesus Christ. Wakati wowote Anytime unapoenda naye, when you walk with him, maisha yako yanakuwa salama. that your life shall be okay. Wakati wowote Anytime unapotembea katika hii when njia, you walk in this way, lengo yako ambayo uko nayo the purpose that you have itafaulu katika maisha shall yako. be successful in your life. Kuwa na lengo Have a purpose ya Mungu ndani ya maisha of the yako, Lord in your life, ili uweze kutembea na Mungu. for you to walk with the Lord. Wakiwa Misri, wana wa Israeli, While they were in Egypt, the people of Israel, majirani walikuwa nakufa, wazaliwa wao wa kwanza their wanakufa, firstborns of the neighborhood were dying, wanyama wanakufa. and even the animals. Lakini wao wakiwa ndani, But while they were inside, walisikia vilio, they heard cries, lakini damu but the blood ikawakomboa. saved them. Sio kusema katika mwaka huu Not saying that in this year hakutakuwa malaika There wa will- mauti there will- atakayekosa kupita, there will be no death, or the angel of death that will pass atapita. over. He will surely Lakini pass. wale wamekaa But ndani, those who are in him, wale ambao wamekaa kwenye those who malengo, are in their purpose, wale ambao wamefunikwa na those who have been damu, covered by the blood, malaika when atapita, the angel shall be passing na atapita over, juu, he shall pass over them. hawatazurika. They will not die. Tembea kwa malengo, Walk in your purpose. tembea kwa njia ya Yesu. Walk in the way of Jesus. Wanafunzi wanasema The disciples say, nani ni njia? who is the way? Lakini Yesu anasema And mimi Jesus tells them that ndimi njia. I am the way. Ukitembea kwa hii If you njia walk in this way, utakuwa salama. you shall be okay. Ukitembea katika hii If you njia walk in this way, hautaanguka. you will not fall. Ukitembea katika If you hii walk in njia this way, hautakufa. you shall not Ukitembea die. katika If hii you njia walk in this way, utaona neema ya you shall Mungu. see the grace of Ukitembea God. katika If hii you walk njia, in this way, baraka zote all the unazohitaji blessings that you need ziko katika hiyo are in njia this way. ambaye ni Yesu. Who is Jesus? Kwa mwaka huu In this year, tembea walk pamoja na Kristo. together with Jesus. Mungu awabariki. May God bless you. Amen. Amen.